serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeamua kuimarisha utekelezaji wa programu ya taifa kukuza ujuzi nchini. Kama ambavyo imeeleza, hii ni awamu ya 7. Na katika awamu hii ya 8, awamu 7 zote zimeshakwisha fanyika. Tumshukuru sana kipekee Mheshimiwa Rais, ameweka msukumo wa pekee, na sisi wasaidizi wake tutahakikisha zoezi hili tunalisimamia kikamilifu ili malengo yale alionao Daktari Samia Suluhu Hassan yaweze kutimia. Uwekezaji wa fedha bilioni 4 na milioni 300 kwa mwaka wa fedha 2025/26, serikali iliwezesha jumla ya vijana 5746 ambao kati yao vijana wa kiume ni 3355 na vijana wa kike ni 2391 kupitia vyuo hivyo 46 waliokidhi vigezo katika ushindani uliofanyika ndani ya mikoa 25, ambapo vyuo 29 ni vya serikali na vyuo 17 ni binafsi. Hivyo natambua uwepo wa wanagenzi 480 wa mkoa wa Dodoma kutoka katika vyuo hivyo ambavyo nimevitaja, na wote wamepata ufadhili wa 100% kutoka kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwapongeze sana washiriki wote wa mafunzo haya kwa kuongeza ujuzi kwa njia ya wanagenzi. Tumieni fursa hii vizuri na endeleeni kujifunza kwa juhudi na maarifa ili mtakapohitimu mafunzo haya muweze kuajiliwa au kujiajiri. Onyesheni nidhamu, bidii na ubunifu, uaminifu na uadilifu mwapo hapa chuoni au maeneo ya mafunzo kwa vitendo. Mafanikio yenu yatakuwa ushahidi tosha kuwa utoaji wa mafunzo haya unatija kwa taifa letu. Kwa vyuo vilivyopata fursa hii, tuitendee haki. Kama nilivyoona hapa Don Bosco, naamini na wengine mnafanya hivyo. Tuhakikishe mafunzo yale tunayoyatoa yanaendana na hitaji la soko, lakini yana ubora ule ambao vijana wakifika huko wataweza kuajirika au kujiajiri kirahisi. Kwa sasa nimejiajiri mimi mwenyewe, nipo najiendeleza katika shughuli yangu ya uchomeleaji. Hapo nilikuwa sifanyi shughuli yoyote, naishukuru serikali kwa kunipitisha nikapata hii kozi ndani ya miezi 6. Nimejifunza kwa usahihi vizuri. Shukuru serikali kwa kutupatia vijana, na nawashauri vijana wengine wakiona hizi kozi kwamba zimetoka, kwamba wakishaona taarifa wajitokeze kwa wingi kwenda kuomba. Unaweza kubahatika ukapita na baadaye ukajiajiri, hadi tukapunguza wingi la vijana mtaani.